Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu utajikita katika kujibu hoja zilizotolewa na msemaji wa kambi ya upinzani juu ya role iliyochukuliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika kipindi cha uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, msemaji wa kambi ya upinzani alianza kwa kusema kwamba Zanzibar imetekwa na jeshi la Tanganyika tangu kipindi cha uchaguzi wa kwanza hadi wa pili, na majeshi yako Zanzibar in full combat, kama kwamba nchi ipo katika vita. Sasa naomba nimweleze Mheshimiwa msemaji wa kambi ya upinzani yafuatayo. Kwanza, hakuna jeshi la Tanganyika. Na nitawaomba waheshimiwa wabunge, kwa kufuata katiba ya nchi, jeshi ni moja na ni Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Lakini maana ya kujibu swali la kuwa kwenye combat, naomba nimwelimishe mheshimiwa kama ifuatavyo. Kazi kubwa tatu za jeshi ni hizi zifuatazo. Kwanza ni ulinzi wa mipaka. Pili ni ulinzi wa amani. Na tatu ni kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia au vyombo vingine vya ulinzi na usalama wanapohitajika kufanya hivyo. Sasa hili swala ni swala la kimataifa. Inapokuwa wakati wa uchaguzi, majeshi yote yanakuwa kwenye standby. Na ndio maana jeshi linakuwa kwenye combat, kwa sababu ni kipindi cha standby, cha tahadhari. Na hawaishi kuwa kwenye standby tu, hata major installations katika nchi zinalindwa na jeshi wakati wa uchaguzi. Bandari, viwanja vya ndege, radio na television, na masuala na sehemu ambazo ni za uzalishaji mkubwa wa umeme na kadhalika, jeshi linachukua wakati huo, linalindwa na jeshi kwa sababu ya kuweka tahadhari. Kwa hiyo ndio sababu kwa nini walikuwa kwenye combat, na hii ni ya kimataifa. Unaweza ukacheki nchi yoyote wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili alilozungumzia mheshimiwa, alisema ni jeshi la Tanganyika linatumika kulazimisha muungano. Kama nilivyosema awali, kwanza hakuna jeshi la Tanganyika. Lakini niseme kwamba Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ni kielelezo cha muungano wenyewe. Toka tulipoungana mwaka 1964, jeshi limekuwa ni moja, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, pande zote mbili. Kwa hiyo hakuna swala la kulazimisha utawala, ni swala la kwamba jeshi liko Zanzibar kwa madhumuni ya kulinda mipaka ya nchi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa alisema katika uchaguzi wa marudio, serikali ya muungano ilipeleka majeshi na silaha Zanzibar ili kuhakikisha kuwa malengo yao ya kuendelea kuitawala Zanzibar kimabavu yanaendelea. Niwaeleze waheshimiwa kwamba jeshi toka mwaka 1964 lina vikosi vyake viko Zanzibar. Na hivyo vikosi, kwa taarifa yenu, sio kwamba havina silaha, siku zote silaha zipo. Tuna haja gani ya kupeleka wanajeshi? Tuna haja gani ya kupeleka silaha wakati wa uchaguzi, wakati miaka yote viko kule? Tunachosema, jeshi liko kule kwa madhumuni ya kulinda mipaka yetu, kwa madhumuni ya kuleta amani, si vinginevyo. Anasema JWTZ limepata heshima kubwa katika medani ya kimataifa kwa nidhamu na uhodari wake wa kulinda amani katika nchi nyingine, lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano imekuwa ikilitumia jeshi hili vibaya kwa kulipeleka Zanzibar kwenda kusaidia kufanya ghilba ya uchaguzi, na hivyo kujikuta kwamba linashiriki katika uvunjifu wa amani badala ya kuleta amani. Mimi ninachosema ni kwamba, kwanza namshukuru kwa kuelewa kwamba jeshi letu lina sifa ya kimataifa ya ulinzi wa amani. Nchi zote duniani zinailisifia jeshi letu kwa sababu ya weledi na kwa sababu ya nidhamu. Na liko pale Zanzibar, narudia kusema, kwa madhumuni ya kulinda amani, kwa madhumuni ya kulinda mipaka yetu na sovereignty ya nchi hii. Mheshimiwa aliendelea kusema kwamba jeshi la wananchi wakati wa uchaguzi lilikuwa likifanya uandikishaji wa wapiga kura katika makambi yao nje na utaratibu wa uandikishaji wa wapiga kura. Mimi nasema, mheshimiwa, tumuogope Mungu. Haijawahi kutokea
na wala haitotokea watu kuandikishwa katika makambi ya jeshi. Si kweli, na kama unao ushahidi nitapenda niuone, kwa sababu si kweli, na hilo naweza nikakuhakikishia jambo hili halipo kabisa. Aliendelea kusema kwamba serikali ilieleze bunge ni kwa nini inatumia vibaya jeshi la wananchi wa Tanzania katika masuala ya kisiasa. Mimi ndo nasema sasa kwamba nyie ndo mnatumia jeshi kwa masuala ya siasa. Jeshi halijawahi kutumika kisiasa hata siku moja, na mara zote nasema ni vyema waheshimiwa wabunge tukazungumza siasa zetu bila kuliingiza jeshi, kwa sababu jeshi la wananchi wa Tanzania linafanya kazi nzuri ya kulinda amani, na ninakwambieni kosa kuwa na jeshi la wananchi wa Tanzania katika uchaguzi huu pale Zanzibar pasingekalika.